mmoja aitwa Uthman Maalim, khurafi kweli, ana visa muongo katika visa vyake, atunga tu visa vingine ambavyo ndani yake kuna ukosefu wa adabu kwa mitume wa Allah. Najua watu wapiga kelele vile, na msikilize kisa chake, kieleza kuhusu Musa alayhi salam. Eti Musa amwambia Allah, nataka unipe funguo za riziki mimi nitoe. Ya akhi ittaqillah fi nafsik, Allah huwa ar-razzaq dhul quwwati al-matin. Tangu lini mtu akasema, yani mtume wa Allah amwambia Allah, nipe sehemu katika rububia, uungu wako ni uvae mimi? Maneno gani ya kuzungumza? Kisha kile kisa chaenezwa kwa watu, usi ukosefu wa adabu. Nabii Musa siku moja alimwambia, ya Rabbi, naomba unipe ufunguo ya kutoa riziki kwa waja, angalau ni tabarruk kwa siku moja. Eti Musa akatizama, sijui akaona watu keti juu ya mti, akamwona mtu huyo yuaua, sijui azini na maiti mwanamke, kitu kama hiyo. Akasema yule wa kwanza nitamnyima riziki, yule kadha wakati. Kisha Allah akamwambia, ona, ndio maana sikukupa funguo za riziki, kwa sababu ungefanya hivi na hivi. Mungu akamwambia, utaweza? Akamwambia naam. Akamwambia basi kama ala fulani na kutumia funguo ya riziki. Akakaa Musa anasubiri. Baada muda mchache akapita watu wamebeba jinaza, wanaenda kumzika mtu. Wakafukua kaburi, wakamzika mtu, baadaye wakaondoka. Musa anauliza, ya Rabb, ndio umenipa ufunguo hivyo? Akamwambia bado, subiri. Baadaye akaja mtu, baba lilokuwa lina maguvu yake, likaanza kuchukua paulo, likafukua kaburi, likamtoa maiti. Kumbe maiti alikuwa mtoto wa kike. Pale mtaani alikuwa anamtafuta siku zote kumfanyia machafu, lakini hakumpata. Akasema si neno, hata kama amekufa nitaenda kumalizia huko huko kaburini. Akamtoa katika kaburi, akamvua sanda na akamfanyia machafu na maovu, hali ya kwamba ni mayit, anamwacha na janaba mpaka siku ya Kiyama. Kisha baadaye akafunga sanda, akamsukumiza katika mwanandani, akafukia, akaenda zake. Musa yakadu yatamayazu min al-ghayz. Musa anataka kuchomoka, Mungu anamwambia wala usiondoke hapo hapo, si unataka funguo za riziki? Kaa hapo. Kaa. Musa anakaa anatetemeka. Musa alikuwa na hasira. Baadaye wamekuja watu wawili, wamemwona Musa pale ameiva kwa hasira, wakamuuliza, Musa, alladhi asabaka, unasubiri nini hapa? Akamwambia, Mungu ameniahidi funguo za riziki, ndio nilisubiri hapa. Lakini nakuhakikishieni mabwana mnaoniuliza, nikizitia mkononi, lipo baba moja limekuja limefanya visa hapa, limefukua maiti, limemzini maiti, limemwacha hapa, lile itakuwa la mwanzo kukosa riziki. Kwa siku ya leo hapati chochote. Wale wakamwambia, sisi ni malaika tumetumwa na Mungu tukuletea hizo funguo za riziki, lakini kwa hali hiyo hatukupi. Tunarudi nazo hizi hapa, tunarudi nazo kwa sababu watu watakufa njaa. Ndio tupata faida gani hapo? Tupata faida gani hapo? Kwa Allah ndiye anatoa riziki. Ilikuwa yatosha useme inna Allahu ar-Razzaq subhanahu wa ta'ala. Almuhimu nimetoa huu mfano kwa sababu najua wengine watapiga kelele. Alizuka au zikawa CD za uzo, yuko wapi sasa? Yuko wapi? Maekta watakuja waende, kitakachokubakia ni ilmu peke yake, tena kwa wale wenye ikhlas. Akaja mwingine tokishki, akapiga kelele na makoti yake, yani watu wakuvaa makoti tu wale, aonyeshe leo nina koti hili, kesho nina kilemba nimefunga hivi. Haya video yote watu wazimu. Akaja akapiga kelele, akaenea. Yu wapi sasa? Wako wapi? Makosa ya akida mazito waliokuwa nayo. Kitendo cha misikiti kufungwa, mimi ninahisi kama Allah anatukataa, hataki hata tuje katika majumba yake, ameshatuchoka. Watu wakawatetea, wa wapi? Aina hum al'an? Aina hum? Sasa msishtuliwe na maduati wa bid'a, wala wasiwashtue. Atazuka leo huyu, ataondoka, atazuka, kwa sababu mazungumzo yao ni mazungumzo ya vitu fulani tu, vikishaisha basi kwisha. Lakini wale wanaosomesha ilmu hakuishi, ilmu haiishi. Kila siku watasomesha na watasonga mbele. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo haifai kukaa na watu wa bid'a isipokuwa kwa ajili ya kumpa nasaha uende zako. لأن مخالطته تؤثر على مخالطته شرا،
kwa sababu kutangamana na mtu wa bid'a humwathiri yule anayekaa na wao, tena ukamletea shari, una athari ya shari kwake. Mimi nawajua vijana walikuwa wakikaa kama hivi, nyinyi mnaosikiliza hapa kwenye darasa, wapenda sunna kweli kweli, wallahi nawajua fulani na fulani na fulani nawajua, kisha wakakaa na watu wa bid'a, wakakaa na wao. Sasa hivi utaona kwenye zile anashid zile zikiimbwa ni maakta, sasa ni maakta kwenye hizo anashid, utaona anashid sijui ya kadha, yeye ndio yachukuliwa yafanya acting, anashid sijui kadha. Mmepata faida gani? Kuna mmoja na mwenzake wamekuja wakaanza kusoma qaida alif ba hapa hapa msikitini, hapa hapa, siku nyingine. Mimi nawapa mfano mzuri. Akashikana na mmoja katika mahizbi hapa hapa Mombasa, akamwambia wenda kusoma kwa wale watu wabaya kweli, wale kazi yao kutandika watu kweli. Hatuna mujamala, kujipendekeza na watu, hatuna kitu kama hicho. Kama wewe ni mtu wa batil, tambua ni mtu wa batil, ama tukwambie mashaallah wewe mtu wa haki, lakini kidogo mtu wa batil ni wa batil. Basi akakimbia, mwenzake akadumu.